Naam, ripoti za TRC Mzundu TV zinatokea hapa ndani ya viunga hivi vya kata ya Kabukundani, na lengo kubwa hasa iliyoweza kutufanya tuweze kufika hapa ndani ya viunga hivi vya kata ya Kabukundani ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria kikao cha Ward C, kikao cha kwanza cha Ward C kwa mwaka 2026. Na kikao hiki kitakuwa kinajumuisha Mheshimiwa diwani wa kata ya Kabukundani, Mheshimiwa Abdalla Vendeza, lakini tupo na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Handeni ambaye ni Mheshimiwa Zawadi, naye tutakuwa naye hapa, lakini tutakuwa na wakuu wa idara mbalimbali wanaopatikana hapa ndani ya kata hii ya Kabukundani. Pamoja na hao, lakini tutakuwa pia na wakuu wa shule mbalimbali, shule za sekondari zinazopatikana ndani ya kata hii, lakini walimu wakuu wa shule za msingi zote takriban shule 5 zinazopatikana ndani ya kata hii ya Kabukundani. Na lengo kubwa la kikao hiki cha Ward C kujadili kuhusiana na maendeleo ya kata ya Kabukundani na namna gani ambavyo wanaufungua mwaka wa 2026 kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo ndani ya kata hii kwa kipindi hiki cha muda wa miaka 5. Ambatana nami sambamba, twende wasikilize. Katika kuhitimisha kikao hiki ambacho kimechukua takribani masaa 8, nimezungumza na baadhi ya washiriki na wao walikuwa na ya kusema. Kwa majina naitwa Abdalla Rashid Pendeza, diwani wa kata ya Kabukundani. Leo tarehe 14 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 tumekuwa na kikao cha kwanza cha Ward C ya kata yetu kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali ya kimaendeleo. Kimsingi wajumbe wamefurahi sana kikao chetu cha leo ambacho kilikuwa na agenda nzuri za kimaendeleo, lakini kama kata tumekuwa na mipango mingi ya kuhakikisha tunawaletea wananchi wetu maendeleo. Hivyo basi katika kikao chetu cha leo tumepata taarifa mbalimbali kutoka kwenye serikali zetu za vijiji ambazo zilikuwa zikielezea miradi ambayo imekuwa ikitekelezwa kwenye maeneo ya vijiji vyetu, lakini vile vile miradi ambayo imepewa vipaumbele kwa mwaka huu wa 2026. Lakini tumepokea taarifa kutoka kwa wataalamu wa ngazi ya kata, walimu wakuu na wakuu wa shule, wakuu wa zahanati zetu kwa maana ya madaktari wafawizi wa zahanati zetu ya Chogo na Kabukundani. Kiukweli kabisa Ward C ilikuwa nzuri kwa maana taarifa zilikuwa vizuri, na kikubwa kwenye Ward C ya leo tumekubaliana kwamba awamu hii iwe ya kwenda kufanya kazi kama kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inavyosema, kazi na utu, tunasonga mbele. Tumeazimia kwenda kuwatumikia wananchi wa kata hii, tuwatumikie kwa nguvu zetu zote, kwa maarifa yetu yote, kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo. Lakini tumesema kila mmoja kwenye nafasi yake lazima akawajibike kuhakikisha wananchi wanaondoa changamoto zao zile ambazo sisi viongozi waliotupa ridhaa kuwaongoza basi tunazitatua. Mwisho kabisa, tunayo miradi mingi ya maendeleo ambayo tunapaswa kuitekeleza kwenye kata yetu. Tumesema kwa pamoja tutaenda kuhakikisha miradi hii inatekelezeka kweli, kwa maana tutakwenda kuwashirikisha wananchi kuhakikisha kwamba miradi hiyo inatekelezeka. Lakini hii Januari tumekubaliana kwenye Ward C yetu kuhakikisha wale wote ambao wanatupaswa kuwa shuleni tunaenda kufanya utaratibu wa kuunda kamati maalum ya kata kuhakikisha habaki mtoto nyumbani na wote wanakwenda shuleni. Kwa bahati nzuri, matokeo ya ufaulu kwa kidato cha pili yameleta dira nzuri, hasa kwa shule yetu ya Kabukundani sekondari imekuwa ya kinara, kwa maana watoto wote wamefaulu na division 1 zimekuwa za kutosha. Kwa tumekubaliana na shule zetu nyingine katika kata, Kabuku sekondari na Chogo sekondari, zifuate mfano huu wa Kabukundani sekondari kuhakikisha kwamba mwaka mwingine na zenyewe zinafanya vizuri. Hakuna sababu ya shule hizo kurudi nyuma. Tunataka kata yetu iwe kinara kwenye halmashauri yetu, lakini tumevielekeza vijiji kuhakikisha vinaondoa changamoto zote ambazo zipo kwenye maeneo yetu, ikiwepo migogoro ya ardhi kwa maana ya mipaka, lakini migogoro ya mashamba, lakini vile vile migogoro ya kulima na wafugaji. Tumesema tukatatue changamoto hii kwa sababu kuwepo na changamoto hizi zitaturudisha nyuma kuleta maendeleo, kwa sababu tutakuwa na muda mwingi wa kutatua migogoro na sio kuleta maendeleo. Tumedhamiria na tumekubaliana kupitia Ward C ya leo tuhakikishe kwamba migogoro yote iliyopo kwenye kata yetu basi twende tukaifanyia kazi, iondoke,
ili wananchi wetu waweze kuona matunda ya serikali yao hii ya awamu ya 6. Asante sana. Kwa majina naitwa Zawadi William Mauya, ni diwani wa viti maalum tarafa ya Mzundu na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Nimehudhuria kikao cha Ward C, yaani maendeleo ya kata kwenye kata ya Kabukundani leo. Yamezungumzwa mambo mengi yakiwemo ya maendeleo na kujenga kata hii. Kwa kweli kiujumla wamezungumzia sana swala la elimu, afya, maji, lakini na miundombinu. Hususan kwenye swala la elimu, wapo baadhi ya shule ambazo zimefanya vizuri, ikiwepo Kabukundani sekondari wamekuwa na matokeo mazuri sana ya form 2. Tunaendelea kuwapongeza. Lakini zipo changamoto ambazo zimejitokeza kwenye baadhi ya shule kama Chogo ambao takribani wanafunzi 28 wameshindwa kufanya vizuri. Kama kiongozi tumeendelea kushirikiana na wenzangu kushauri kwamba walimu hawa wasikate tamaa, lakini tutaendelea kutoa elimu kwa wazazi, kuelimisha ili wajue umuhimu wa elimu ni nini, na kuwafanya watoto sasa wakae na kufanya mitihani vizuri. Kwa sababu mwalimu alieleza kwamba wanafunzi walifika siku ya chumba cha mtihani walishindwa kufanya mtihani, wakawa wamelala, na maana ni changamoto iliyopelekea mpaka kupata zile siku. Lakini ipo swala la afya, tumekumbana na changamoto ambayo daktari amejaribu kusema kwamba baadhi ya wanawake hawakubali kuzalishwa na yeye, na sisi kama viongozi tumelichukua, tutakwenda kufanya ziara kule na kuwapatia elimu wanawake wenzetu kwamba yule ni mtaalamu ameletwa na serikali na yuko vizuri kwa ajili ya kuwasaidia kwenye swala hilo la uzalishaji. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya kata ya Kabukundani iliyoko tarafa ya Mzundu, halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.